kwako inakupa picha gani? Baada ya mapingamizi kuwekwa na vyama viwili cha DP na AAP pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kuenguliwa kwa Luhaga Mpina mimi kwangu kunanipa tafsiri kwamba Chama cha Mapinduzi kilipofikia sasa hakina uwezo wa kushindana na yeyote. Kimekuwa dhaifu mno. Kinamuogopa kila mtu. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Ndio maana Lissu gerezani, Luhaga Mpina piga chini. Vyama vingine vimewekewa wagombea, sijui wamewakuta wapi, wengine wamewakuta mtaani tu, wewe mgombea. Alafu wameenda wamemchukua Salumu Mwalimu ambaye hana uwezo wa kushinda hata wenyekiti wa mtaa. Ni mgombea wa Chauma. Kwa Luhaga Mpina ameondolewa, tafsiri ya kwanza, CCM haitaki ushindani. Lakini tafsiri ya pili, no reform no election ni muhimu. Kwa sababu yote haya yanatokea kwa sababu ya mfumo mbovu wa uchaguzi. Kwa we need to construct, to fight, kuchange mfumo wa uchaguzi ili matukio ya kuondoa hao wagombea, mwanasheria wa serikali, sijui msajili wa vyama vya siasa, sijui mwenyekiti wa tume, wasiwe na nguvu kabisa ya kufikia hatua ya kudhulumu haki za watu kugombea. Kwa hii ni tafsiri. Lakini tafsiri nyingine ya Luhaga Mpina kuondolewa ni udhaifu na udanganyifu wa chama cha ACT Wazalendo. Kama unakumbuka, ACT Wazalendo walipoulizwa kwa nini wanashiriki uchaguzi, walisema wao wataingia kwenye uchaguzi na kauli moja ya piga kula, linda kula. Just imagine, watu wanaokuambia linda kula, piga kula, linda kula, wameshindwa kulinda mgombea wao asienguliwe. Wameshindwa kujibu hata mapingamizi aliyopewa mgombea wao wakashinda. Wameshindwa kufanya mashinikizo mgombea wao wabaki. Alafu wao wanakuambia piga kula, linda kula. Huu ni mfumo mwingine wa siasa za udanganyifu wa ACT Wazalendo. Lakini Mpina amekumbuka shuka wakati kumekucha. Kosa la kwanza la Mpina ni kuchagua chama cha kwenda. Hili kosa aliwahi kulifanya hata Maalim Seif. marehemu kwa sasa. ACT Wazalendo msingi wa kuanzishwa kwake na Chauma vitofautiani. Narudi kwenye hoja ile. ACT ilianzishwa kwa misingi ya usaliti kutoka kwenye Chadema, kama ambavyo Chauma imeanzishwa kwa misingi ya usaliti kutoka kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo sio chama ambacho kinaweza kikasimamia agenda yake, kwa sababu ni chama kinachoendeshwa kwa ujanja. Kwa Mpina, kwa ile spirit aliyokuwa nayo, hakupaswa kwenda ACT, halafu hakupaswa kuwa na matamanio ya haraka ya kugombea. Mpina alipaswa aje aungane na wanaume wenzie, aje aungane na wazalendo wenzie, aje aungane na Watanzania wenzie, kufight, kupambana juu ya mfumo wa uchaguzi. Kwa sababu yeye hata kuenguliwa kule ubunge ni kwa sababu ya mfumo wa uchaguzi ule. Leo kuenguliwa ugombea urais ni mfumo wa uchaguzi ule. Kwa Luhaga Mpina alipaswa kuja Chadema. Sasa hili swala la kusema kwamba baada ya kuenguliwa akaonekana Chadema, ile inaweza kawa ishara nyingine kwamba amegundua alijikwaa wapi, alienda sehemu isiyo sahihi. Juzi umeona kule Kigoma zimeonekana karatasi zina mgombea wa CCM na mgombea wa ACT. Nani alichapisha zile karatasi? Huenda mimi sijui ni wao au sio wao. Lakini kwenye siasa au kwenye kipindi cha mapambano kama hiki, huwa hatupuuzii taarifa na huwa hatupuuzii tukio. Nani aliyeamua? Kwa sababu kwa mfano ukisema ni CCM eti wameweka picha ya ACT au ni ACT wameweka picha ya CCM, hiyo sio case. What is the reason behind? Kwa hiyo swala hili la chama cha ACT, nafikiri Luhaga Mpina alipotea njia. Alipaswa
kutafuta watu makini wenye uwezo wa kuweza kushirikiana naye kulijenga taifa. Basi Maalim Seif alikosea kwa sababu na utao ujue kwamba alikosea. Ndio maana leo tunapozungumza ACT imebaki Zanzibar. Tanzania bara ACT nani anakuelewa? Unagombea ACT nani atakuelewa Tanzania bara hii? Hakuna. Lakini wakati ule Maalim Seif angeweza kuhamia Chadema, chama ambacho kina nguvu Tanzania bara. Alafu yeye akaenda Zanzibar akakibusti Chadema na kule, kwa sababu yule mzee alikuwa na nguvu. Yule mzee alikuwa na wafuasi, nguvu yake hakuna wa kuifananisha. Kwa automatically visiwa vya Pemba vyote vingekuwa Chadema, kwa sababu ingekuwa ni rahisi sana ku maintain siasa za nchi. Lakini akaishia kwa ACT, akabaki na ACT Zanzibar. Tanzania bara hapa nani anamdana ACT? Kila mtu anakijua ni chama cha nani. Kwa mfano nikikuuliza hata wewe mwandishi, Zitto Kabwe ni nani kwenye chama? Wanasema ni kiongozi mstaafu, lakini ndio mwenye maamuzi na ndio mwenye sauti mpaka sasa hivi. What the meaning of mshauri? Kwa mujibu wao kama ni mshauri. Na ushauri sio maamuzi. Ni lazima tukubaliane. Ushauri sio maamuzi. Leo hii unapozungumzia ACT, kwa mtu yeyote akini anamjia Zitto Kabwe. Lakini Zitto Kabwe alishafanya? Alishastaafu. Kwa ni kama kile chama amekishika na kiangalia hivi. Kwa sababu ndio muasisi wewe, ndio maana inatoka. Kuwa muasisi haimaanishi wewe uendelee kudrive hicho chama siku zote. Waachie na watu wengine akili mpya zifanye kazi. Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo wanafanya wanasiasa, na Luhaga Mpina alipotea kwenye hilo. Kwa hiyo lakini bado anayo nafasi. Anayo nafasi. Na kipindi hiki ndio kizuri sana, tunamhitaji sana Luhaga Mpina aweze kuja kwetu ili tuongeze nguvu kwenye no reform, no election, tupate mageuzi, mabadiliko ya kiuchaguzi. Kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu, kwanza niseme kesi ya Lissu tangu ikiwa kwenye mahakama ya Kisutu, kwanza imekuwa darasa ambalo limetufundisha sisi hadhi na sifa za mahakama za Tanzania. Je, ziko huru au haziko huru? Kupitia kesi ya Tundu Lissu tumegundua na majibu tunayo. Lakini kesi ilipofika mahakama kuu, hii wiki la kwanza inasomwa tu, sisi kama Watanzania tumeshagundua uwezo wa wanasheria wa serikali. Wanaweza kazi au hawawezi, wana uwezo au hawana. Mpaka wakati mwingine tunajiuliza kama hawa ndio wanasheria wa serikali, ndio wanasimamia mikataba ya serikali, kwa mfumo wanaoendesha kesi ya Lissu, nchi ina haki ya kwenda ingia hasara kila mwaka. Kwa tumejua uwezo na sifa za mawakili wa serikali, namna ambavyo wameitoa kesi kule, ilivyoenda kule na ilivyokuja kuonekana mahakama kuu. Lakini sisi msisitizo wetu kuhusiana na kesi ya Lissu siku zote ni kwamba Lissu aachiliwe. Hakuna mtu asiyejua kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Hakuna mtu asiyejua kwamba Lissu anaonewa. Na hapa ndipo utagundua kwamba kuna wanasiasa wana roho ngumu. Hivi mtu unaweza kumkamata mtu ukamweka ndani ukampa kosa kubwa, lakini nafsi yako inajua kabisa kwamba huyu mtu hajafanya kosa. Ana familia, anateseka gerezani. Na wewe unajua. And then you know kwamba huyu hana mistake aina yoyote. Lakini unamwacha anateseka gerezani. Unamwacha anaumia, chama chake kinaumia. Kwa wito wetu siku zote kwamba Tundu Lissu haachiwe bila masharti, aweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa, na sisi kama wanachama tunamsubiri kwa hamu ili tuendelee na shughuli zetu za kisiasa. Wao si wameamua kuendelea na uchaguzi, let them go. Lakini sisi tuachie chama chetu na mwenyekiti wetu tuendelee na shughuli zetu za kisiasa. Kwa yote unadhani wananchi bado waendelee kuweka imani kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Ili nalirudia labda mara ya tatu. Kesi ya Lissu
no reform no election, na mfumo mzima wa uchaguzi unavyoendeshwa katika nchi umewaweka Watanzania kwa kitu hiki kimoja. Umewafanya Watanzania wawe na kauli hii moja, na kauli hiyo ni no reform no election, na kumewafanya Watanzania wawe na msimamo mmoja wa kumuunga mkono Tundu Antipas Lissu pamoja na chama chake Chadema, ambao ndio waasisi wa no reform no election, ambao ndio waasisi wa hoja ambayo iko kwa wananchi, ndio walioshikilia no conflict ya Chama cha Mapinduzi. Kwa Chama cha Mapinduzi wanatakiwa wapambane na hali yao. Sisi watulisi migogoro ya vyama vingine. Sisi mpambano wetu ni no reform no election. Wao waendelee kupambana na Polepole. Isipokuwa sisi tunamsikiliza Polepole na tunamuelewa vizuri, na anayezungumza tunayanoti vizuri, lakini hatuna uwezo wa kuingilia ugomvi wao wala nini, watamalizana wenyewe. Lakini kuhusiana na kauli ya Mwabukusi, kuhusiana na watu wanaopigana wakiwa far away, na yenyewe mimi no comment. No comment, kwa sababu kuna utofauti wa kupigana front moja kwa moja na kupigana ukiwa mbali. Who is trusted ni yule ambaye yuko front mbele, pale yuko eneo la tukio. Kwa hiyo no comment, kwa hayo siwezi kuzungumzia sana. Sisi wanapozidi kupasuka wanatoa njia, sisi tunazidi kusonga mbele. By the way, ni kwamba hoja nyingi anazoongea Polepole zinatuongezea sisi credit. So what? Kwa hiyo vita ya panzi, fly ya kunguru asihujo, itabaki kwa hivyo. Iza mimi siwezi kujadilishwa Polepole, but I take in advantage point anazozizungumza. Juu anatoa siri, sijui anapambana, mimi sitaki kujua. What I know is no reform no election, lakini nikipata muda namsikiza na Polepole. Lakini our focus kama Chadema, our focus kama Watanzania ni no reform no election. Kwa hiyo hii no reform no election, hakuna njia nyingine yoyote ya kuitoa kwenye reli. We will never turn back. Kwa hiyo Polepole na CCM waendelee kukanyagana. Lakini sisi kwamba tuanze kusherehekea siki Polepole akisema sisi CCM tutapoteza hii focus. Lakini kwa sababu tuko kwenye focus yetu huku tunasikiliza lakini sisi ni no reform no election. Polepole amesema hivi, sisi ni no reform no election. Polisi wanamtafuta Polepole, sawa, no reform no election. Focus yake kila mtu abebe mzigo alionao. Kama wao walitibuana kwenye uchaguzi wao wa chama wa ndani, walitibuana nao kwenye ni wao. Sisi focus no reform no election. Kwanza niweke clear jambo moja. Umekuwa kuna sintofahamu kwa muda mrefu sana kuhusiana na viongozi wa dini kuto kufanya au kujishughulisha na siasa. Wengine wanasema wana haki, wengine wanasema hawana haki. Lakini mwisho wa siku siasa wakati mwingine uzitambue labda wewe mwenda wazimu. Mtu anayekwambia kwamba viongozi wa dini wajitenge na siasa, wajitenge, sawa. Alafu mtu huyo ukimwambia kwamba hizi mamlaka zilizoko duniani zote zimetoka kwa Mungu, anachekelea, anafurahi kwamba yeye mamlaka yake imetoka kwa Mungu. Tangu lini mamlaka iliyotoka kwa Mungu ikawazuia watumishi wa Mungu? Ikiwa mamlaka imetoka kwa Mungu, basi watawala wanapaswa wawaheshimu na wasikilize na wawashirikishe mabalozi na watumishi wa Mungu. Na hii kwa sababu umeuliza kiimani, ngoja nikujibu kiimani. Mwanzo kabisa wa ulimwengu, wafalme wengi kwanza walikuwa ni lazima wapendeze machoni kwa Mungu, wao watumishi wa Mungu.
Na wale ambao wakuwa watumishi wa Mungu walipelekewa manabii. Enzi za kina Nebukadneza. Herode amekuja kupambana na nani? Na Yohana Mbatizaji. Danieli amekuja kucheza na wakina Nebukadneza pamoja na wakina Yezabeli. Yaani watumishi wa Mungu automatically, kama tutalijadili kiimani, ni kwamba wale ni ambassador of God. Kazi yao ni kushauri, kuelekeza na kutoa maono juu ya wapi taifa linatakiwa kwenda. Nyumba za wafalme wa zamani zote zilikuwa na manabii. Kwa nini? Si tumesema utawala wote ni mamlaka yote ndogo kwa Mungu. Sasa Mungu anaweza siongea na wewe mtawala moja kwa moja, akaongea na viongozi wa dini kwamba wakuambie. Kwa mchango wa viongozi wa dini ni wa muhimu sana katika kuendesha siasa, katika kuendesha nchi na kuifanya nchi iwe imara siku zote. Mfano, ukienda South Africa, Afrika ya Kusini, harakati za ANC na ubaguzi wa rangi, kulikuwa kuna askofu mmoja Anglikana anaitwa Desmond Tutu. Hilo ni moja tu ya mfano. Wakina Mahatma Gandhi, wakina Mother Teresa ni viongozi wa dini waliofanya mchango mkubwa kuhubiri amani na haki. Na pengine labda tungewapa nafasi kubwa viongozi wa dini kwenye nchi yetu, hata haya no reform no election yasingekuwepo. Hata haya mambo ya chama kimoja kufanya uchaguzi peke yake yasingekuwepo. Lakini viongozi wa dini wana nafasi kubwa sana ya kuelekea kwenye uchaguzi. Nafasi ya kushauri, nafasi ya kuomba, nafasi ya kuyatengeneza yale yaliyoharibika. Mimi namuelewa pastor mmoja anaitwa, kwa mfano pastor mmoja anaitwa Dickson Kabingumila. Dickson Kabingumila kuna kipindi naye akawa anakimbia mara nimetishoda wasiojulikana wanataka kuliteka, baadaye akatokea mara hivi. Leo unaona makanisa ya ufufuo na uzima. Kwa haya ni mfano ambao viongozi wa dini sasa hivi wamewekwa pembeni sana na wanaonekana kwamba ni watu wasio na mchango wote. Ndio sababu nchi inafika sehemu tunashindwa kuwa na uchaguzi wa maana, au uchaguzi tunashindwa kuwa na taifa linaloelewana, kwa sababu tumeamua kumweka Mungu pembeni. Tumeamua kumweka Mungu pembeni wakati tunajua mamlaka zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa ili tuwe na taifa imara, ni lazima tuwaheshimu viongozi wa dini. Wakina Askofu Bagonza, wakina Dickson Kabingumila, wakina Gwajima, wakina Faza Kitima, mashehe, maimamu, yani watu wote, dini zote. Ikiwezekana hata wale wanaosali chini ya miti waheshimiwe na wenyewe na ibada zao, ili tuweze kuwa na taifa moja. Kwa mimi what I see ni kwamba hao watu wana nafasi kubwa sana kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao utakuwa ni uchaguzi mkuu wa huru na haki wa amani, endapo wakipewa nafasi ya kushauri na kutengeneza hapo tulipoalipa. Mimi general ushauri wangu nataka ni washauri wa kwanza upande wa watawala. Hakuna Mtanzania ambaye haipendi nchi yake. Kila Mtanzania anaipenda nchi yake. Hakuna Mtanzania ambaye haipendi amani. Watanzania wote tunapenda amani. Hakuna Mtanzania ambaye haheshimu mamlaka. Kila Mtanzania anaheshimu mamlaka. Hakuna Mtanzania anayeliombea baya hili taifa. Kila mtu analiombea jema. Ushauri wangu, viongozi wa serikali wajaribu kuwa wasikivu. Wajaribu kuelewa nini wananchi wanafikiria. Wajaribu kuthamini nafasi ya wananchi katika taifa lao. Muda bado tunao, muda huwa huishi. Nimsikia Mama Samia jana Zanzibar alisema haya mambo yanazungumzika. Okay, thank you, nilifarijika. Yanazungumzika basi. Stop campaign tukazungumze, tufanye reform. Sagizo uchaguzi mbele, tufanye uchaguzi mzuri. Ili mama naye anaposhinda ashinde kwa ufahari, apate upendo wa wote. Ili mwingine yeyote atakayeshinda apashinde kwa ufahari, apendwe na watu wote. Know this. Sababu siku hizi kuna kasumba fulani
Mtu akitokea akipinga kitu, huyu sio mzalendo, huyu mara anapotea mara hivi. Watu wote hapa, kwa sababu tumetofautiana style za kupinga, lakini sisi wengine tumezoea kupinga kwa ushauri, kwamba we need discussion, diplomasia. Na mimi labda nikwambie mwandishi, masuala ya mazungumzo na masuala ya demokrasia hayakuanzia duniani, yalianzia mbinguni. Ndio maana ukisoma katika ule Ufunuo wa Yohana wanasema kikao kilikaliwa mbinguni, wazee 24, Mungu anauliza ni mtume nani? That's a democracy. Mungu angeweza tukusema wewe nenda, lakini Mungu mwenyewe muumba wa mbingu na nchi katika kile kitabu cha Ufunuo anasema ni mtume nani? Maana ilikuwa ni discussion. After there tumeona vile vile katika Tanzania ya zamani, miaka ya nyuma mpaka leo, maeneo mengine watu wana solve migogoro kwenye jamii zao kwa kukaa chini ya miti, wanakaa wana discuss. Mtu amekosea anaitwa, anaulizwa kwenye kikao, mnatengeneza amani na dumu. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa serikali, kwanza ni lazima wajue kila Mtanzania unayemuona, yule anayesifia au yule anayepinga, pengine ndio anaipenda nchi, anawapenda viongozi, anawaheshimu viongozi kuliko yule anayesifia. Kwa sababu anayesifia hawezi akakwambia wewe kitu.